njema popote ulipo, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3. Jina langu ni Sara Nzilani. Kenya imepokea shehena ya kwanza ya dozi ya chanjo ya sindano dhidi ya virusi vya ukimwi itayo Lenacapavir, ambayo ni kinga ya kabla ya maambukizi PrEP, ikiashiria mwelekeo mpya katika mapambano ya Kenya dhidi ya maambukizi mpya ya virusi vya ukimwi. Shehena hiyo imewasilishwa hapo jana kupitia ushirikiano wa Global Fund, ikiwa ni dozi 21,000 za kuanzia za chanjo hiyo. Dozi hiyo kutoka Marekani zitasambazwa katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa kitaifa, zikidumisha dhamira ya Kenya na kutumia mbinu bunifu na zinazowekwa mtu mbele katika kumaliza janga la virusi vya ukimwi. Awamu ya awali itaanza kutumika kuanzia Machi mwaka huu na itatekelezwa na mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi na SCOP. Awamu hii pia kwanza inalenga kaunti 15 zilizo na mizigo mikubwa. Usafirishaji huo unakuja wiki kadhaa baada ya serikali kuidhinisha uchapishaji huo kufuatia ukaguzi wa kina wa usalama, ubora na ufanisi wa dawa hiyo. Alipokea shehena hiyo mkurugenzi mkuu wa afya Patrick Amoth, na amethibitisha kuwa dozi 12,000 za nyongeza zinatarajiwa kufika April kusaidia wagonjwa ambao wameanzishwa dawa hiyo. Aidha, amefichua kuwa dozi nyingine 25,000 kutoka kwa serikali ya Marekani pia zitasafirishwa baadaye ili kuimarisha utekelezaji wa mapema. Amoth amewahakikisha Wakenya usalama, akibainisha kuwa utawala wa chakula na dawa kwa Marekani umeidhinisha chanjo hiyo mnamo Juni mwaka 2025 kabla ya kuidhinishwa na shirika la afya ulimwenguni WHO. Kididi FM kwa habari moto. Na kwingineko ni kwa mwenyekiti wa mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA Isaac Hassan amejiuzulu rasmi wadhifa wake. Hassan amejiuzulu wiki kadhaa baada ya kuteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya rufaa kaunti ya Nakuru. Akitoa notisi ya bodi, IPOA imesema makamu mwenyekiti Anne Wanjiku Mwangi atahudumia kama mwenyekiti kwa muda. Katika kipindi chake katika shirika hilo la IPOA, Isaac Hassan alitekeleza mageuzi kadhaa yaliyolenga kuimarisha uwajibikaji wa polisi na kuifanya taasisi hiyo kuwa ya kisasa. Aliongoza mpango huo mkakati wa IPOA mwaka 2025 hadi 30 akiwa na jaji mkuu Martha Koome, na ulioundwa ili kuongoza imani ya umma katika utekelezaji wa sheria katika kipindi cha miaka 6. Pia alitanguliza uwajibikaji wa vifo vilivyohusiana na maandamano, akisimamia usajili wa vifo 60 kufuatia maandamano ya Gen Z mwaka 2024, kufunga uchunguzi 22 wa ndani na kupeleka faili nyingi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma na mashtaka yanayowezekana. Ili kuhakikisha uchunguzi wa kuaminika, alipendekeza kuanzishwa kwa maabara huru ya uchunguzi tofauti na polisi na IPOA. Kididi FM kwa habari moto. Na kwingineko ni kuwa Kenya imechaguliwa rasmi kuwa mwenyeji wa mkutano wa mwaka 2026 wa shirika la wakulima duniani WFO kuanzia Juni 8 hadi Juni 11 mwaka huu. Mkutano huo utaandaliwa na shirikisho la kitaifa la wakulima Kenya KENAF kwa ushirikiano wa Wizara ya Kilimo na Maendeleo ya Mifugo. Imepangwa kuleta pamoja mashirika ya wakulima kutoka nchi 65 pamoja na watunga sera, wafadhili, wachezaji wa sekta binafsi, wanasayansi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa. Mkutano huo unatarajiwa kuiweka Kenya kama kitovu cha kimataifa cha kilimo na uwezeshaji wa wakulima, huku wajumbe wakitembelea mashamba ya wenyeji ili kujionea mbinu za kisasa za kilimo zinazoendeshwa na teknolojia. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo Mutahi Kagwe amekaribisha hatua hiyo kwa kueleza uteuzi wa Kenya kama heshima kuu na kutambua jukumu muhimu la wakulima katika usalama wa chakula na mabadiliko ya kiuchumi. Aidha, katibu mkuu wa WFO Andrea Poro amesisitiza kuwa mkutano huo ni jukwaa la kimataifa linaloongozwa na wakulima kwa ajili ya kuunda sera kulingana na uzoefu halisi. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha wakulima mapato ya haki na yenye heshima, sambamba na kuifanya sekta ya kilimo kuvutia vizazi vichanga.
Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika habari zingine ni kuwa shirika lisilo la kiserikali limeonya kuwa watoto wenye ulemavu wa uso kama vile midomo iliyopasuka na kaka wanazidi kuuzwa kwa viungo vyao. Shirika hilo la Love Without Reason linasema watoto wanaozaliwa na ulemavu wa ngozi ya kichwa wamekuwa wakilengwa na walaguzi, lengo linalotokana na unyanyapaa wa habari potofu ambazo zimewaacha watoto kwenye hatari kubwa. Kulingana na Santos Matthew, mwanzilishi mwenza wa Love Without Reason, amewaambia waandishi wa habari huko Garissa kwamba wasafirishaji haramu wanatumia vibaya mazingira magumu ya watoto kama hao, na amevitaka vyombo vya habari kutoa elimu kwa umma na kuachana na dhana potofu zinazohusu mipasuko ya ngozi, huku akisisitiza kuwa unyanyapaa bado ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili familia zilizoathirika. Matthew ametoa wito kwa mashirika mengine yasiyo ya kiserikali kujiunga na mpango huo, akibainisha kuwa idadi ya watoto wanaohitaji upasuaji wa kurekebisha inaendelea kuongezeka kila mwaka. Pia amelaani unyanyapaa unaowakabili watoto wenye ulemavu wa ngozi ya kichwa, akibainisha kuwa ubaguzi juu ya hali hiyo iliyo nje ya uwezo wao mara nyingi huathiri kujistahi na maendeleo kwa ujumla. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kimataifa ni kuwa nchi mbalimbali za Kiislamu zimethibitisha kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa mwaka huu wa mwaka 2026 umeanza rasmi leo Jumatano tarehe 18 Februari baada ya kuonekana kwa mwezi mwandamo. Ingawa nchi nyingine zimekubaliana na tarehe leo, baadhi ya mataifa kama Kenya, Uganda na Tanzania, India, Pakistan na Bangladesh huenda wakaanza Ramadhan kesho Alhamisi kwa kutegemea mwandamo wa mwezi katika maeneo yao. Kwa Waislamu, mwezi wa Ramadhan huashiria kipindi cha ibada, tafakari, kuzidisha msaada kwa wale wenye uhitaji, lakini pia kuzileta familia pamoja kwa ajili ya mlo wa jioni maarufu kama iftari. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3, tupatane saa 7 kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani. Kididi asubuhi inaendelea.